Sawa sawa. Unaamini kwamba kuna stories zinasema kwamba mpaka sasa hivi hajapatikana yule Tanzania wani kama Aish Manula. Binafsi unaliona hilo? Nadhani hiyo ni mitazamo ya watu ambao wanaiona na kuitazamia, lakini kitu ambacho mimi naweza sema ni kwamba maisha yamekuwa na nyakati nyingi tofauti. Na nyakati za nyuma kabla yangu kulikuwa na watu ambao pia waliweka historia kubwa na nzuri ambazo hata sisi tuliokuja tuliweza kuziona na kuzifuata na kufuata nyayo zao, wale ambao walifanya vizuri. Na nyakati hii ambayo mimi nimeweza kushika kijiti na kuwa goalkeeper wa national team kwa wakati wangu, nadhani nimeweza kufanya vizuri na kuweka historia nzuri. Sahihi. Na bado niko kwenye hii race kwa sababu bado sijamaliza career yangu, na bado niko na hiyo title ya kuendelea kupambana kuhakikisha na kuwa sehemu ya team kwenye national team. Kwa hiyo itafika time na mimi wakati wangu utaisha, atakuja mwingine atashika kijiti, na sote kwa ujumla kama Watanzania tutamuimba yeye ajaye, tutasema ndo Tanzania wani, ndo mtu ambaye atatulindia milingoti mitatu ili kutupeleka kwenye nchi ya ahadi ambao Watanzania tumekuwa tukiimba na kuiomba kwa mara nyingi. Na sasa kitu ambacho tunatazamia ni kuona namna gani bora tunaweza fanya kuhakikisha tunatwaa kombe la mataifa ya Afrika. Tunaweza kutwaa. Mwanzo ilikuwa tunatafuta tiketi ya kuweza kushiriki ya mashindano, lakini kwa sasa au kwa hivi karibuni tumekuwa na huo mwendelezo mzuri. Kwa hiyo sasa tuna hiyo sababu ya kuhakikisha tunapambana ili kuweza kufika kwenye nchi ya ahadi. Pengine kutokuitwa kwenye michuano hii ya AFCON safari hii, kama mchezaji kuna namna imekuuma? Haijaniuma kwa kuto kuitwa, lakini kama mchezaji nime feel kwamba ningeweza kuwa sehemu ya kikosi kwa sababu mimi ni mwanajeshi wa ile mimi ni mwanajeshi wa ile kambi au wa ile timu, na pale ambapo nimekuwa nje ya kile kikosi, ikiwa wenzangu wanashika mitutu kwenda vitani, basi na feel yale mapambano ambayo tulikuwa tukipambana pamoja. Lakini kwa sasa kulingana na changamoto zangu binafsi sijaweza kuwa sehemu ya timu, lakini wanajeshi bado still wameenda vitani kupambana kuhakikisha sisi tuliokuwepo nyumbani, Watanzania ambao tuko nyumbani, basi tunapata wanatupambania kuhakikisha ushindi unakuwa sehemu yetu. Kwa hiyo kilichokuwepo sasa hizi mimi kama Tanzania wengine kuwaombea wanajeshi wetu waweze kupambana kwa ajili yetu. Kwa hawa magolikipa wetu wazawa tulionao hapa nyumbani, pengine ni yupi ambaye unahisi ama unamuona kuna namna anakuja kama Tanzania wani hivi, miondoko yako kabisa? Magolikipa wengi magolikipa wengi wazuri ambao wanakuja ikiwa wakina Foba, mdogo wangu nani Yakubu Suleiman, wako wakina Yona Amos, wakina Msheri, wako wakina Metacha. Magolikipa ni wengi ambao baada ya mimi kizazi changu kuna wengine wamekuja hapa karibu yangu, ndo wao nasema kina Msheri, kina Metacha ambao wako na uwezo mkubwa na kazi kubwa ambao pia wameifanya, nadhani tumewaona. Kwa hiyo kama tutaendelea kuwaamini kuwapa nafasi ambao wanapewa baadhi yao, nadhani kulingana na vipaji wanavyo, wanachokihitaji ni ile experience na kuaminiwa. Nimekuwa nikisikia hii kwa baadhi ya wachambuzi wengi wakisema kwamba mpaka sasa hivi hakuna kama Aish Manula, hakuna kama Tanzania wani, kwa maana bado hajapatikana yule mtu ambaye tunaweza tukampa viatu vya Manula na vikamtosha. Pengine ukisikia kauli kama hizo, we kama mchezaji unahisi kuna namna inakutia chachu zaidi kusema kwamba bado nahitajika kwenye eneo fulani? Mi nadhani kwa wao namna ambavyo wanazungumza, nadhani kubwa zaidi ni wananipa heshima ile ambayo maybe nastahili kupewa.
yani wanathamini kile ambacho nimekifanya na okay. wanakuwa wawazi kuzungumza kwamba na deserve hiyo heshima ambao wao wananipa. Kweli. Ehe. Kwa hiyo lakini mimi nachoweza kusema ni kwamba tunapaswa kuwatia moyo, kuwatia nguvu magolikipa wengine na kuwafanya waone kwamba wanaweza kufika pale ambapo Manula alifika, kufika pale ambapo Kaseja alifika, kufika pale ambapo wakina Batezi, wakina Deogratus Munishi, wakina Dihile na wengineo wengi ambao waliweza kufika hizo level. Kwa hiyo na kwao wao nadhani wachukue hiyo kama motisha, kama darasa ya kuwapa nguvu, kuona kwamba wana hiyo nafasi ya kufanya vizuri, wana hiyo nafasi ya kuweza kupush mazoezini, na kama nilivyosema kitu kikubwa kwao ni kupewa nafasi, kuendelea kuaminiwa, hata pale inapotokea wanafanya makosa basi wasihukumiwe kwa makosa yao, waendelee kupewa nafasi, kwa sababu ile ni sehemu pia ya wao kujifunza. Na kuna nafasi yetu kama magolikipa, kwa sababu tuko kwenye sehemu ya mwisho, sehemu ambapo ukifanya kosa hukumu yake ni kufungwa, tofauti na wenzetu walikuwa kwenye nafasi zao kwamba wakifanya makosa kuna watu wengine wanaweza wakasaisha. Hata beki wa mwisho anaweza akafanya makosa still bado goalkeeper akalaumiwa, akasave yani akamsaisha. Lakini kuna makosa ambayo goalkeeper ukiyafanya anaweza asitokee mtu mwingine ya kuyasaisha, ni moja kwa moja akawa goli. Kwa hiyo sisi muda mwingine tunahukumiwa kwa namna nafasi yetu iliyopo na sehemu ambayo tuliopo ni sehemu muhimu zaidi kwenye kiwanja. Sawa, tofauti na pressure mashabiki, utofauti wa Simba na Azam FC ambao sasa hivi unawatumikia matajiri wa Chamazi ni ipi? Tofauti na pressure mashabiki. Tofauti ni mashabiki na zaidi. Tofauti ni mashabiki, wingi wa mashabiki. Kwamba Azam FC na mashabiki wachache na ile na mashabiki wengi, lakini ile demand ya viongozi inafanana. Yani demand ya viongozi inafanana kwa sababu kwa level ambayo Azam FC ipo, lengo mama ni kuchukua ubingwa wa ligi, lengo mama ni kufanya vizuri mashindano ya kimataifa, kwa sababu Azam FC ina kila sababu ya kukompiti na mtu yoyote, ina kila sababu ya kuwa mabingwa wa nchi hii kwa namna ambavyo imeweza kuwekeza, kwa namna bora ambavyo inawalea wachezaji wake, kwa namna bora imekuwa ikifanya vizuri kwenye kila sekta kwenye timu na kuhakikisha inatafuta watu bora kwenye hizo kila sekta wanakuamo. Kwa hiyo Azam FC tuna kila sababu ya kuweza kukompiti na mtu yoyote, nje na ndani. Na wanasema mkikutana na Simba na Yanga huwa mnakamia sana hizi mechi. Hapana, mimi sioni kama tunakamia, lakini zaidi nachokiona ni kwamba timu mbili zinavyokutana ambazo zinakuwa zina walimu wazuri, mara nyingi mbinu ndo huwa zinaamua mechi. Yani mbinu za makocha ndo zinaamua mechi. Tofauti huenda na mechi zingine ambazo zaidi ukikuta hata hizi timu zingine ndogo za kawaida wanacheza, lakini unaweza usijue hata ile timu inacheza mfumo gani, inatumia formation gani, unaweza usijue. Lakini kuna timu ambazo hizi kubwa walimu mara nyingi wanataka washinde mchezo au washinde mechi kwa mbinu, lakini wasishinde mechi tu kwa kutokea tu wameshinda. Kwa hiyo muda mwingine mbinu ndo huwa zinaamua mechi. Mbinu ndo zinarahisisha mechi. Mbinu ndo zinaenda namna bora ambavyo hizi timu zinaandaliwa viwanjani kwenye viwanja vya mazoezi, ndio namna bora hizi timu zinakuwa zinaenda kuamua mechi. Manula, mbali na mpira nimeona umewekeza pia kwenye biashara kwenye duka lako lile la Manula. Pengine sio wachezaji wote wanaweza kufanya hiki ambacho umekifanya. Uliwaza nje ya boksi ama nini hasa ulikitazama kwamba kuna maisha baada ya mpira? Yes, kwanza kuna maisha baada ya mpira, lakini kwenye 1 na 2 hasa kwenye masomo ya biashara. Na nafikiri ulikuwa mkali sana kwenye masomo yako. Hasa kwenye masomo ya biashara inasema kwamba ni nzuri na muhimu kufanya ama kujaribu biashara
ukiwa na umri kama huu nilokuwa nao mimi. Moja sababu kuu ni kwamba nguvu bado ninazo za kutafuta. Ndiyo. Naweza nikafanya biashara nikaanguka na nikainuka tena. Nikaanguka na nikainuka ukasimama tena. Kwa sababu nguvu hiyo bado ninayo. Kwa hiyo ni rahisi leo nikafanya biashara na nikafeli. Nikafanya tena nikafeli. Mpaka pale ambapo nitajua kwamba wapi nilikosea, wapi nilipatia, nini natakiwa nifanye, nini natakiwa niache, niongeze, nipunguze, yani au labda biashara fulani nilifanya kimakosa, labda mimi kitu fulani ndo najua zaidi kuliko kile, hivyo. Kwa hiyo mpaka nikifika level fulani nakuwa tena hapo nishavuka huko. Kwa hiyo kila nachoenda kukifanya nakuwa kitu kizuri kuliko niseme nisubiri nimalize mpira, nimalize mambo ya vuguvugu na kabaki nikajikusanya kila changu cha ngama nikaingiza kwenye biashara alafu nikafeli. Nasikia ni mkulima mzuri sana, umewekeza sana Morogoro kule kwenye mashamba. Hapana, sio mkulima, wakulima analima huko wengine. Mimi mcheza mpira mzuri bana. Si kuna uwekezaji, unaweza usio unalima lakini kuna watu wako wanafanya hivyo vitu. Yes, nadhani kwenye kulima zaidi mimi nimekulia kwenye kilimo kama nilivyosema. Baba na mama yangu walikuwa ni wakulima. Ukiachia baba pia alikuwa mfanyakazi kwenye kiwanda cha sukari. Yes, okay. Lakini asilimia 80 ya maisha yao nadhani walikuwa wanategemea kilimo. Kwa hiyo kilimo mimi nimekikuta. Ukitoka tu nje ya mlango unaweza kukutana na mpunga umepandwa hapo, mahindi na nini. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakifahamu, kitu ambacho nakijua. Japo sio mkulima. Japo silimi, sifanyi biashara. Hivi nadhani ni kitu gani ambacho wachezaji mnasemwa nacho sana lakini kiuhalisia nyinyi hamna hicho kitu? Yaani mnazungumzwa bwana wachezaji hivi lakini kirudi kwenye uhalisia ni kama mnasingiziwa. Hapo umeniacha. Yaani ni hivi, si unajua wachezaji wana sifa fulani hivi. Sasa hizo sifa hizo sifa fulani ndio unaponichanganya gani? Sifa fulani hivi. Zipi? Hizo sifa. Wanasema wachezaji bwana ni watu ambao hawajatulia, yani ni kweli ama mnasingiziwa kutokana na ustaa wenu kwenye hizi timu mnazopata? Hawajatulia kwa namna gani? Yaani ni watu watotozi sana. Tena siku hizi hampati tabu nasikia. DM zinajaa. Sijui, labda wenzangu wanaweza kuwa na majibu mazuri zaidi. Wewe umecheza timu kubwa alafu lakini mimi sasa hivi niko kwenye ndoa mwaka wa 8. Mwaka wa 8. Lakini hizo tabia wachezaji unakaa na wachezaji of course. Uzuri huwa tukikaa tunazungumza mambo ya msingi sana. Lakini hizi sifa unazisikia? Hapana. Haya maneno huyasikii? Hayo sidhani, kwa sababu hata ukimuuliza Mkeenge anaweza hata asikwambie kwa kila kicheko alichokitoa. No, unaweza kumuuliza Mkeenge akwambia mjini hapa, muulize kama ushakutana na Manula sehemu gani, labda yoyote vya mkusanyiko wa watu. Yaani maana sio labda baa au muziki au nini. Yaani sehemu yote yenye mkusanyiko wa watu, labda ndo nini ushakutana naye wapi, atakwambia hajawahi kumwona. Okay. Unaweza nisijue zaidi sifa za wachezaji. Wakiwa kwenye hayo maeneo. Sawa. Hapa nakuuliza maswali, naomba unijibu. Usinipe maelezo, yani nijibu tu short and clear. Ndio au hapana? Hayo ni moja maswali ambayo huwa sipendi. Uyapendi? Lakini yangu sio mabaya hivyo. Huwa siyapendi kwa sababu unaweza kwamba bana udondokewe na jiwe kichwani ama uchomwe kwenye mafuta kalai. Sasa yote hayo kifo na kifo. Kwa hiyo naambia baba hiyo labda tujaribu tuone kama anaweza kunifaa. Okay, sawa. La kwanza, una gari yako, unatakiwa kuna watu wanaomba msaada. Ndani ya gari kuna siti moja. Unatakiwa mpakize mtu mmoja kwenye hiyo gari yako ili uweze kumsaidia. Pale una Zuberi Foba alafu na Yakubu Suleiman. Nani ambaye utampa msaada kwenye gari yako? Nitawaacha wote. Utawaacha wote. Kwa nini unawaacha wote na una nafasi moja? Yes, nitawaacha wote kwa sabu wote ni wadogo zangu. Kwa hiyo nitawaambia tu kwa pamoja ili wasio wapweke, waongozane wafike. Kwa sababu kwenye matatizo. Wote watajikongoja watafika, kwa sababu huyu nikimchukua huyu naye damu yangu. Kwa hiyo kikubwa nitawapa hela hii bana, request ni Uber wote mwende hospitali. Yes. Mchezaji gani mmoja ambaye unamkubali ulishawahi kucheza naye timu moja?
Mmoja ambaye namkubali cheza na timu moja, John Boko. Nani? John Boko. John Boko. Yeah. John Boko mtu namna gani? Ni mtu mmoja smart sana. Yes, ni mtu mmoja smart sana, ni mtu mmoja ambaye mnaweza mkakaa mkazungumza kwenye lugha moja na mkaelewana. Okay. Yes, ni mtu ambaye ni mtu anapenda sana utani. Mnaweza mkataniana, lakini inapokuja kuzungumza vitu vya msingi anakuwa yuko pale. Yeah. Mpinzani gani ambaye uliwahi kukutana naye akakupa ugumu zaidi kwenye career yako hii ya mpira? Kwenye mechi, yani namna gani? Yani ni mpinzani gani wewe ukiwa golini, timu yoyote ile, ambaye aliwahi kukupa ugumu, yani washambuliaji walikuwa wanakusumbua sana? Kwenye nadhani zaidi itakuwa national team. National team, yes, zaidi itakuwa national team. Lakini kwa sababu kwa ngazi ya club maybe labda mashindano ya kimataifa. Yes, lakini mimi sidhani kama nawaheshimu washambuliaji wa timu zote. Wote nawaheshimu, lakini haijawahi kutokea leo nikawa Simba nacheza na timu tusema timu ndogo, naweza nikakosea, lakini timu ya daraja la kati kwenye ligi, alafu mimi kweli nakuwa na labda changamoto kama nafikia kwamba leo nakutana fulani na fulani. Hiyo sijawahi kupata hiyo kasi, kwa sababu nimewahi kuwa kwenye hivyo vilabu vyote. Nimewahi kuwa na washambuliaji hatari sana. Nimecheza Simba ambayo ina Medi Kagere, John Boko, Chris Mugalu, Clatous Chota Chama, Kahata. Yani hao watu wote unakutana mazoezini. Unakutana mazoezini hao watu wote. Kwa hiyo sidhani kama unaweza ukaenda kwenye mechi ukawa unamuanza mtu aliyekuwa sehemu nyingine wakati una hao watu wote kwenye timu yako na unafanya mazoezi. Na mara zote nimekuwa mtu ambaye nawafanya vichwa vinawauma kwenye mazoezi ya wote. Masika ambao nimekwambia. Aisha, unajibu maswali kijanja sana. Maswali yangu unajibu kijanja sana. Yes. Sawa. Nani ni rafiki yako sana kwenye mpira? Kiongozi, mchezaji? Kwenye mpira rafiki yangu sana kwenye upande wa wachezaji ni Sospita Bajana. Upande wa viongozi? Upande wa viongozi kuwa na rafiki kusema hapana. Kiongozi, huwasiliana na kiongozi yoyote ule? Kuna kuwasiliana na rafiki. Okay. Hauna urafiki na kiongozi yoyote yule? Yaani kuwa uwe rafiki kwa kiongozi hapana, lakini wote ni viongozi wangu. Tukio gani bora kwenye football ambalo unalikumbuka, moment nzuri kwenye football? Nadhani 2018 ilikuwa ile first time, 17 first time tuna qualify mataifa ya Afrika. Tanzania, mechi yetu ya Tanzania dhidi ya Uganda. Nadhani ile moja moment nzuri na bora kwangu na kwenye keli yangu ya national team. Yes, nadhani ile super. Top 3 yako ya magolikipa hapa wazawa. Au tuchanganye? Naam. Tuchanganye na wapi? Si wa kigeni na wazawa, tuchanganye kwenye hiyo top 3 yako unaonitajia. Kwenye hiyo time ambayo mimi nimekuwepo. Nikitaja magolikipa watatu ambao nimewaona na kuwashuhudia wakifanya makubwa na vizuri vile ambavyo mimi roho yangu imesuzika ni Juma Kaseja. Diara. Yes. Lakini au wawili. Nafasi ya tatu ina in and out. Naweza nikasema nafasi ya tatu anakuwepo Dida na
unamtafuta sana huyo. Gani nafasi ya tatu inanitatiza. Yes, nafasi ya tatu naweza nikaweka Dida, Batezi na Mwadini Ali Madini. Okay, tukisema kwa sasa hivi kwa hawa magolikipa wa sasa hivi top 3 yako. Yes, ukiniambia kwa sasa pengine kuna Gen Z au unawataja hapa. Ukiniambia kwa sasa nikutajie top 3, nadhani naweza nikataja kwa sababu mtaka nitaje, lakini binafsi bado nataka tuwape lumu ya magolikipa zaidi, kwa sababu ukiangalia kuna magolikipa ambao mtu kacheza msimu mmoja, mwingine nusu msimu, mwingine na msimu wa pili. Kwa nadhani tungewapa time zaidi, kwa sababu kama nilivyosema wako kwenye kipindi ambacho ni wako sometime down sometime up, na wako kwenye kipindi cha kujitafuta, kwenye kupata huo kutengeneza hiyo legacy yao. Lakini pia wako kwenye kipindi ambacho watafanya makosa, lakini makosa yale ndio inabidi yale makosa ya wajenge ya wafanye kuwa imara. Inabidi sasa ndio kipindi ambacho watapita kwenye changamoto ambazo watapata misukosuko. Kwa hiyo ile misukosuko ndio itakao wajenga. Baada ya kuvuka kwenye misukosuko watakuwa imara, na sasa pale ndio itafika time yao ya kutengeneza ufalme wao. Una Lusajo Mwekena na Shomari Kapombe, chagua mmoja. Nitaenda na Shomari Kapombe kwa namna bora ambavyo amekuwa akitenda kwenye klabu, kwenye national team kwa kipindi chote ambacho ameweza kujipambanua. Ni mtu aina gani? Nadhani ana deserve. La mwisho, una Mohamed Hussein Zimbo Junior pamoja na Msindo na Mligo, chagua mtu mmoja wa kuondoka naye. Nitaondoka na Mohamed Hussein Shabalala kwa namna bora ambavyo amejipambanua na kutengeneza ufalme wake ndani ya mpira wa Tanzania kwenye ngazi ya club, lakini pia kwenye ngazi ya national team. Nadhani Msindo na Mligo, nadhani unaweza ukawauliza na wao wakakwambia kwamba ni mtu ambao wanamwangalia na kumtazama akawa Mohamed Hussein. Katika hao wawili Mligo na Msindo, nikwambia tena chagua mmoja. Tumalize na hiyo Manula. Yes, nadhani kama nilivyosema hao wako kwenye nafasi ya kujifunza, wote wanamwangalia Mohamed Hussein Shabalala. Kwa hiyo nadhani Mohamed Hussein Shabalala kwao atakuwa ni mtu sahihi wa kumtazama na aweza kufanya zaidi ya pale ambapo amefanya. Anakwepa sana maswali yangu Aishi. Anayajibu kikunga. Basi sawa, tulikuwa na hayo machache kati ya mengi ambayo yamejiri kwenye upande wa kimichezo, lakini huyo ndio Aishi Salum Manula. Umeweza kumsikia kwa namna ambavyo amezungumza maisha yake tangia anajiunga na timu ya Azam FC akiwa academy mpaka sasa hivi tunavyozungumza, umaarufu ambao umeupata, lakini pia changamoto ambazo wamekutana nazo, bila shaka zitakuwa zimekujenga kwa namna yoyote ile. Mimi naitwa Dada B, tulikuwa hapa na nite sini au mwandamizi Young boy nani?